ili tuweze kuweka msingi mzuri. Sio Luka, Yohana. Yohana 21 mstari wa John 21 verse 15. Yohana Injili 21 mstari wa 15. Yohana 21:15. Basi walipokwisha kula, Yesu akamwambia Simoni Petro, "Je, Simoni wa Yohana, wewe wanipenda kuliko hao?" Akamwambia, "Naam Bwana, wewe wajua kuwa nakupenda." Akamwambia, "Lisha wana-kondoo wangu." Asante. Kwa hivyo tumejiuliza, je, hawa kondoo wanalisha kondoo wa je, hawa wachungaji wanalisha kondoo wa Mungu? Na ikiwa sivyo, wanalisha nini? Sababu tunajua Mungu mwenyewe analisha kondoo, na tunakuwaga na tofauti ya kondoo na mbuzi. Hawa wachungaji wanalisha kondoo wa Mungu kweli? Na kama ilivyo tofauti, wacha tusome Mathayo 25 pale ambapo tunapata tofauti ya hawa wanyama wawili ambao watu wengi wanachanganyikiwa na wanaona kuwa ni kama wanafanana, lakini ukikosa kuelewa utakuwa nje ya mpango wa Mungu. Mathayo Injili ya Mathayo 25 mstari wa 33. Mathayo 25 mstari wa 33. Atawaweka kondoo mkono wake wa kuume na mbuzi mkono wake wa kushoto. Asante. Kwa hivyo tunaona kuna tofauti ya kondoo na mbuzi. Wale wachungaji ambao wanachunga wanajua hii tofauti, lakini sisi ambao tunaishi maisha ambayo ni ya kulima, sana sana tunachanganyikiwa, sababu tunapata na kondoo na mbuzi. Tumesema Mungu analisha kondoo kama ilivyokuwa wakati wa Yesu, alikuwa analisha kondoo. Na pia Yesu yeye mwenyewe alijiita kama nani, ili tuone na tujiulize swali, je, mbuzi zinaweza kuwa na kiongozi ambaye ni kondoo? Na kama ni kondoo zinaweza kuwa na kiongozi wao ambao ni mbuzi? Yesu mwenyewe alikuwa anajiita nani? Tuone Yohana 1. Wakati Yohana alipomuona Yesu akija, mstari wa 29. Kitabu cha Yohana 1:29 anasema, "Rafiki yake amuona Yesu anakuja kwake, akasema, tazama, mwana-kondoo wa Mungu aichukuaye dhambi ya ulimwengu." Asante. Kwa hivyo Yohana alipomuona Yesu akija kwake kubatizwa, na wakati huu Yesu alikuwa amekomaa, alikuwa mzima, Yohana alimtaja kama, tazama, mwana-kondoo wa Mungu aichukuaye dhambi ya ulimwengu. Kwa hivyo hawa wachungaji, swali tunaona ni ya kuwa kama hawa wachungaji ni wa uongo, kwa hivyo inaenda moja kwa moja ya kuwa
hawachungi kondoo wa Mungu, wanachunga mbuzi, ambayo tumeona pale aliweka mbuzi upande wake wa kushoto na akaweka kondoo upande wake wa kulia, na kondoo ndizo Mungu atakuja kuchukua kuwapeleka huko mbinguni. Kwa hivyo hawa wachungaji huwa wanachunga mbuzi, sio kondoo. Tena ina tofauti nyingine ambayo inaeleweka zaidi pale ambapo tunaona tabia ya hawa wanyama wawili wanatoshana kwa ukubwa, lakini tabia zao ni tofauti. Tuone mfano wa hawa kondoo. Wakati ambapo inanyesha ama wakati ambapo kuna jua sana, tunawaona hao huwa wanashikamana pamoja na hawana hii tabia ya kurukaruka. Ni vigumu sana uone kondoo akiinua miguu akifikia majani ambayo iko juu, lakini huyu mbuzi unaweza mpata hata akiwa juu ya mti akifikia majani ambayo iko juu. Hata wengine huwa wanalala kwa kitanda hawa mbuzi na wanakula mpaka ugali kiwa jikoni. Ni tofauti sana na hawa mbuzi ambao ni wapole, mfano wa Yesu alivyokuwa. Sababu tunaona hawa kondoo wanakuwa wapole sana, na hivyo ndivyo hata Yesu mwenyewe alikuwa. Tumeona yeye mwenyewe alikuwa mwana kondoo. Je, tabia yake ni gani? Nasoma pale katika Mathayo 11, Injili ya Mathayo 11 mstari wa 20 na 8. Injili ya Mathayo 11:28 tuweze kuona tabia ya kondoo. Mathayo 11:28 inasema, njooni kwangu ninyi nyote msumbukao na wenye kulemewa na mizigo, nami nitawapumzisha. Malizia na 26:9. Yeni nia yangu mjifunze kwangu, kwa kuwa mimi ni mpole na mnyenyekevu wa moyo, nanyi mtapata raha nafsini mwenu. Asante. Pointi yetu iko hapo 29. Jitieni nira yangu, na kitu ya pili mjifunze kwangu, kwa kuwa mimi ni mpole na mnyenyekevu wa moyo. Tunaona tabia ya mbuzi ni pole, ya kondoo ni ya kuwa hao ni wapole. Lakini je, tabia ya mbuzi ni gani? Ni ile ya kurukaruka kila mahali. Kwa hivyo ikiwa mchungaji halishi kondoo, analisha mbuzi ambao wako upande wa shetani na hawatapatikana mbinguni. Tusome sasa, tuingie katika hawa wachungaji. Tumeweka msingi ya kuwa tumeona hawa tofauti ya kondoo na tofauti ya mbuzi. Sasa tuweke mlengo ya kuwa tunalenga hawa kondoo na wachungaji hawa ambao wanajifananisha na wachungaji wa kweli. Tabia yao ni gani? Kama tabia ya kondoo ni upole, na pia tumeona kiongozi wa hawa kondoo ambaye ni Yesu, pia yeye ni mpole. Tumeona ya kuwa mbuzi haiwezi kuwa na kiongozi ambaye ni kondoo. Mbuzi itakuwa na kiongozi ambaye pia ni mbuzi. Naye kondoo hawezi kuwa na kiongozi pale mbele, mwenye anaongoza hizi kondoo ni mbuzi. Haiwezekani. Mbuzi inaongozwa na mbuzi na kondoo inaongozwa na kondoo. Na sisi pia tukiwa kama kondoo wa mbuzi, kiongozi wetu Yesu pia yeye ni mwana kondoo, na ametufundisha kuwa tujifunze na yeye. Kwanza yeye ni mpole na mnyenyekevu wa moyo. Je, hiyo ndio tabia ya hawa wachungaji? Ya kwanza, hao ni wapole, hao ni wanyenyekevu kwa moyo. Ndio sasa tukiona hawa wachungaji wenye walivyo, ndio tujue hawa kondoo nao wako na maradhi.
juu tabia ni moja. Yesu ametuambia kama tunataka kumfuata ni lazima tuwe na tabia hiyo yake. Tusome Yeremia 50 mstari wa 6. Kitabu cha Yeremia 50 mstari wa 6 inasema, watu wangu wamekuwa kondoo waliopotea, wachungaji wao wamewapoteza, wamewapotosha milimani